Jina ni Helam Espira Ainea na mkutano tulionao hapa ni mkutano wa security. Tuliweza kufikiria juu ya huu mkutano baada ya visa vya ukosefu wa usalama kukua vingi sana katika hili soko letu la Ezibuye na vitongoji vyake, ambapo maduka mengi yameweza kuvunjwa, watu wameweza kuvamiwa, wengine wakauawa, wengine wameumizwa vibaya sana. Ndiposa niliona ni vizuri kabla nichukue hatua nyingine yoyote kama mwakilishi wa hawa watu niweze kuwaita katika mkutano waweze kuongea mbele ya maafisa wa polisi. Tuliweza kushirikiana na chief wa area hii ambaye ni Alice Anjeheli na tukapanga, na leo tunataka kusikiza maoni ya watu, na tumesikia mambo mengi sana hata mengine ambayo hatungeweza kuyajua kama hatungeitisha huu mkutano. Labda naona wanaangazia masuala ya taa, labda mwangaza. Labda nyinyi kama viongozi mnafanya mkakati ipi kuhakikisha kwamba labda taa zinashughulikiwa? Mambo na taa, mimi nakubali ya kwamba tuliweza kutoa hii taa yenye ilikuwa hapa Ezibuye kwa sababu tulikuwa tunajenga hapo, tunataka kujenga hapo soko ambayo inaendelea. Na hii taa ilikuwa imewekwa na World Bank, kwa hivyo ilikuwa na utaratibu wa kuirudisha pale, lakini kutokana na maoni ya hawa watu nimeona hili jambo ni la dharura na siendelei tena kungoja serikali, kwa sababu serikali inatembea polepole. Nitaweza kutumia hata kama ni fedha, hata kama ni mshahara, niweze kuhakikisha ya kwamba tumeweza kurekebisha zile street light ili mwangaza urudi hapa Ezibuye, kwa sababu imekuwa hoja ya kwanza kabisa ambayo imeangaziwa na wengi. Na hoja nyingine imeongeziwa ya kwamba mambo na madawa ya kulevya, pombe ya chang'aa na bangi, ambao nimesikia kutoka kwa wahusika, kutoka kwa wananchi wenyewe wakisema wako na uhakika ya kwamba hiyo mambo na chang'aa na bangi haiwezi kuisha kwa sababu nyingi ni biashara ya askari, ya hawa mapolisi ambao wanafaa kuimaliza. Haya ni maoni ambayo tunapata kutoka kwa hawa wananchi hapa, mambo yenye mimi sikuwa najua kabisa. Amenya nibefue bebunyole lirabananga Helam Espira Ainea MCA we area ino ya North East Bunyore ne mkutano kuchirila nondi kuno no mkutano kwa usalama bwefwe ano bwali buchiasi kabisa. Iyi amaduka menji nikafuna kwa tukunende amajambazi abandu nibare makwa abandi katani berua khenda male nindora kusura kubukuraho atwe inditawe khuranga banda bene baloma mangana sikira mangana kano kegole kambandu ndibo bamanyire sichirila. Kwa hivyo kwasiliana nende chief wefu Alice khuranga bandu bano makhurangire pia security personnel abaskari baliano ndio aliano DC urumire mwakilishi uwe kakile baulle mangana kano khurula mpandu bene niko kakira khuliano lituhuliano ndikuno abenji balomera mangana ka keta etai no khoro khoini ano khombokange siro sikira khwakhombokhele siro etaira neli akariala mbutawe kachira khoinia esiro chilo khomboka mesiro siene sira sichirila kataba benya khutokhe gorofa yo kuranga. Lakini ndolle singana bwa abandu baboe makwelo mwene ndolane siri masikira niyo ambiranga ndala khaba kama pesa kidogo mbonyero khurekebisha chitachi ene cha street chira sikira kandi Kenya Power bakhwira akara sana kata khonyero khukula sikira chinyinji baboranga chiaya kule chindi khuremo obulafu bukalukhe Ezibuyano. Amahuwa ka obunywi ka affecta ambwena obulindi abandu babo abene nende muno kwabwe mbo amangana ko obunywi ebinywelelo echangane nde injaka nibo bichangia sana mbwibi muno sikira bana bakorra mbindu byene bila ne bakhala umasana baborange bindu bino binyara kuwa, lakini abaskari benyakana ababiba marange bindu bino bafuana nibo bausikananga nenda bandu bedo bakorasina abakusiye bindu bino abandu bene bakabora ebiashara bino sibigwecha ata sikira villa mubyo ne biashara bya abaskari. Ukienda Lukongo kama hujasaidika teremuka Emakaha ndakusaidia, ama nikupe namba kama hujasaidika huko just call me, na ukinipigia simu na mimi nikiona ni challenging kidogo nitapigia mdosi naambie iko shida huko, bwana leo unasaidia, lakini usibaki na shida yako kama hujasaidika. Kama juzi umeniletea mama ako na mtoto mnasema ameiba kuku, nikasikiza mama nikamwachilia. Ni mama mwingine anauza soko hapo, huyo mama amepata jamaa anapita na kuku akanunua, lakini hakukuwa na pesa ya kutosha. Akaenda kwa jirani yake akamkopesha pesa, akanunua nini
Kuku ngapi? Kidogo tu mwenye kuku akaona kuku zake. Si ni kweli? Sema hizi kuku ni zangu. Akaenda akashika hizo kuku na some of you mkaniletea huko chini. Nikasikiza mama, nikasikiza yule mwingine mwenye kumkopesha pesa, nikamsikiza, nikaongea sasa na mwenye kuku. Nikamueleza nimesikiza huyu mama hako na katoto kadogo na hawezi enda kufunja nyumba. Tufanye aje? Nipe tu kuku zangu tu niende. Lakini sasa wengine wenu sijui mnatoa namba yangu wapi? Mnanipigia simu mkiwa wakali sana. So sometimes ni vizuri kama iko place hujaelewa, chukua tu dakika 5-10 ukuje uniulize hapa kulienda namna gani, kuliko kutafuta namba yangu na kunisomea. Is very bad. Sasa unanieleza venye unajua sheria, eti ustaki mama na handling Soren kuku na yeye mwenyewe hajaenda kuiba. So as long as umepata mtu pia ameiba, msikize kidogo. Iko kitu atakueleza, ukijaribu kushikanisha laini unaona kabisa huyo hajafanya hivyo. So ingine pia, ukisha shika mkora, kuwa tayari kuandika statement. Nyinyi unaleta mabusu, mnafika huko, mnatoroka. Mnaniachia hapo, mimi nitapeleka wapi? Sitanikalia ngumu. Yeah. So kama hakuna ushahidi, inabidi mshukiwa afanye nini? Lakini kama utafanya kazi pamoja na nyinyi, mambo yote itatembea sambamba. So hiyo sharing information very important in tackling crime. So hapa tutatembea pia. Sometimes tuko na challenge kidogo, kuna nyesha, hakuna gari. So lakini tutaona venye tunasaidiana, si ni kweli? So mkwe na siku njema. Namba yangu ni 0728. Kiona tu kitu tu just call. Nataka kama bilionea ama milionea? Bilionea. Sasa chukua watu 10, chukua IDs, muende mregister hiyo group, pesa ni mingi. Hii Kenya iko pesa. So now sasa mheshimiwa amezungumza, kwa sababu amezungumza, acha ni ongea. Si ndio? Mheshimiwa anawapenda, kitu cha kwanza. Ya pili amewapatia secrets. Ya tatu amewaambia jinsi mnaporwa. Si ndio? Yeah. Huyu mtu si anawapenda? Anawapenda. Sasa kitu kiliopo, formation of group, tafuta China, enda kwa register of social protection, register, mkuje na certificate ya group. Kutoka hapo mwende muapply loan. Hizo groups, hiyo women enterprise yote zilikuja pamoja. Government iliona hakuna haja ya kuweka youth fund, women nini, hizo zote zimekuja pamoja. Kwa hivyo tuende tuchukue pesa tufanye biashara. Yeah. Tukifanya biashara turudishe ile pesa ndio iweze kusaidia grupu nyingine. Kwa sababu mkikosa kurudisha hiyo pesa, mimi mwenyewe nitawakuji. Yeah. Mheshimiwa. Wasiporudisha hiyo pesa mimi mwenyewe nitawapeleka vizuri. Kwa hivyo wakishe wamerudisha hiyo pesa. Sawa. Sasa kitu kingine nilikuwa nataka kuuliza. Nimeona vijana hapa ni vijana wameenda shule. Nilikuwa nauliza kidogo. Mheshimiwa, nataka niongee na mheshimiwa. Kuna vijana hapa, nataka tupeleke rehabilitation. Peleka mswada kule, pesa ikuje, tupeleke watoto rehabilitation, tuhakikishe kuwa hao watoto wameingia kwa society, waweze kupata ile mafunzo ni waendeleze. Kwa hiyo ndio the only thing mheshimiwa tunataka. Ama mheshimiwa ongea. Asante sana. Amenichanua hata mimi akili pia. Because si mnaona tunahitaji rehabilitation. Hii vitu imeharibu vijana wetu. Na hii rehabilitation ni vile tu amesema ni kupeleka proposal pale na pesa inawekwa, vijana wapeleke. Na pia rehabilitation, serikali inaweka pesa mingi sana ya rehabilitation, lakini watu wanaogopa tu. Hata tuko hapa na afisa mmoja mimi najua anasikiliza hii maneno na tutaweza kusaidiana. So it is so nice, it is a very good suggestion. It can be part of what we are doing. And then pia nimekumbushwa hapa, hii mkutano nilikuwa nimesema kuna watu pia matibabu SHA. Kama hauko registered,
tuko hapa na mimi nimesema sasa nimetoa pesa kidogo, lakini hiyo sio ya serikali, ni personal. Wale wazee wenye wako juu hawana mtu wa kuwasaidia kabisa, na partner hapa na Luko Kolo hapa kwa hospitali yetu ya Bunyore hapa. Hawa watu nitatengeneza baraza zingine mingi wakuja wakuwe registered, na kama uko hapa na hauko registered pia kuja simama ulete jina hapa, kwa sababu nafanya that compilation. Nataka tu register watu wetu mara mingi. Nimeona shida mingi sana. Unaitwa hospitali, mheshimiwa kuja lipa bill. Ukienda unauliza bill ni pesa ngapi? Shilingi 20,000. Umeregister kwa SHA? Hapana, walisema hiyo kitu haifanyi. Wewe umejaribu? Hapana. Unaregister mtu unamwambia hata kama umepona, lala kwa hospitali siku zingine 2, hii kitu imachue ilipe bill. Sasa ikishalipa mtu anatoka huko anasema MC arungi je shilingi 20. Sini zo rungi leta hai. Serikali kwa lezina. Rungi. Sasa tu register sana kwa hiyo SHA. Kama uko na ugumu yoyote, just tufikie ama ufike hapa Bunyore Medical Center tuweze kuwafanyia registration. Ingine ni free, ingine ni 150. Na hii watu unaweza kutana nao saa zingine unawapatia shilingi 1000 hata 5 wanagawana. Na inaenda tu hivyo. Sio pesa ni register wazee. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa, SHA registration. Unajua mheshimiwa anakatwa pesa yake. Na mimi nakatwa pesa yangu. Au maofisa unaona hapa pia the same. Serikali imeleta SHA ihakikishe kuwa ile mtu wa chini tunamsaidia pesa yetu nakatwa ndio iweze kuingia kule. Kwa hivyo mtu hata anakudanganya kuwa SHA ifanyi hiyo, sasa ni pumbafu, yeye hataki upate matibabu. Si ndio? Yeah. Yoyote yule hajafanya registration ya SHA, kindly tafuta huyu jamaa, hata kwa machief utaweza kuwa unapata huyo usaidizi. Kwa hivyo mimi nitaongea baadaye, kuna vitu nataka kuzungumza. Ya pili, nimesikia kuna ofisa akona paa ama nini yetu tu. Nitatuambia. Then 2-3 days later kukaibiwa transformer nyingine hapa Irumbi. Tulirespond na tukafaulu kushika hiyo watu. Na nitakusomea majina maana wengine si wa hapa. Yeye mmeenda Nairobi, mmetafuta wale wanajua kuvunja transformer, mmekuja nao area hii. Si ndio? Yeah. Wanakombolewa nyumba na mtu anaitwa Moi. Wakaleta mtu anaitwa Mutuku. Mutuku ni mtu hapa kweli? Hujulikani. Sasa wakaenda wakatafuta experts wa kuvunja transformer kutoka mbali kuja kuwavunjia ma transformer huko. Aitwa nani? Sasa ni kuvunja, kumelt copper na kuuza. Tukashika copper kilo 60 kgs of copper, ambayo iko valued over 100,000. Hiyo ni kazi ya officers walifanya. Mimi najua mazuri ya msemaji, ndio hiyo. Tulirespond in good time na tulifaulu. Si tuliscore? Yes. Jana jioni tumepata another intelligence kwamba hii maduka inavunjwa hapa. It was wrong, but officers responded in good time. Kuna mtu ameonekana na bundles za unga kwa nyumba na mafuta zieleweki. Officers wangu wakaungana na area chief, wakaenda wakaangalia na wakakuta huyo jamaa alinunua unga zake kwa duka jamaa anaitwa Baba Jemo, somebody Baba Jemo something like that. Ikakuwa ni si ati ni mwizi, but tulishukuru kwamba intelligence ilifika in good time na tulirespond na hiyo issue ikakuwa sorted kwamba yule alikuwa anashukiwa sasa sio mshukiwa tena. Yeah. Speaking of washukiwa, kuna madam hapa aliongea mwenye duka la posta. I've contacted my officers about the case yenye ana-raise hapa. Officers wali visit scene na alipeana information ambayo officers wali respond. The only problem ni kwamba communication haikwenda kurudi kwake. Officers wali visit kule penye alipeana information, wakagundua kwamba zile vitu ambazo ni vitu za wamama, nywele na nini hazikuwa kule. So hiyo ndio response naweza kumpea huyo madam. Cha ajabu nimesikia MC akisema hapa kwamba anaongea na wale wezi wako 40. Anasema hata ile kitu tulipata hatukuka. So pengine baada hapa bwana ACC MC atuambie hao wezi 40. Atatusaidia sana. Kwa ongezi yake was very clear. Alikuwa anaenda ni kama anasema hiyo kama anawajua na wanaongea ndugu yetu. Sasa utulete hata sisi tu cancel kidogo kwa njia ya ndugu yetu huyo. Okay, straight to wale wenye contributors. Nilifurahia sana contribution ya mtu anaitwa Frederick. Frederick aliongea yale yote ambayo nilikuwa nimepanga kuongea leo. Hata nikashindwa nitaongea nini. Alianza na security lights. The last 1 week nimekuwa nikitembea hii town.
na officers wangu. Nimesikia madam akisema vijana wanachapa kuanzia saa 1. Yule kijana Isaya alivamiwa saa ngapi? Si saa 2:30. Sasa mnataka